Baba yangu na Mungu wetu, nakushukuru sana kwa asubuhi ambao umetupatia ili tuanze na wewe. Tunasema asante. Naomba sasa unipe maneno yako kuzungumza na watoto wako kwa dakika hizi chache, na jina lako liendelee kutukuzwa na mapenzi yako yatimizwe katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Somo la asubuhi ya leo linasema ya kwamba Mungu anajua mahitaji yako. Mungu anajua mahitaji yako, na kwa sababu anajua mahitaji yako, mara zote huwa anayatimiza yaliyo mapenzi yake kwako, sio mapenzi yako. Na katika maisha yangu nimegundua kwa sababu mimi nimeumbwa na Mungu na ni mtoto wake, basi Mungu anayafahamu mahitaji yangu zaidi. Walimu walioko humu na wanaowafundisha huwa wanafahamu mahitaji yenu ninyi wanafunzi, wawafundishe wapi, wawaelekeze wapi, ili ya kwamba muweze kufaulu vizuri na muweze kufanikiwa. Na in fact ukifuata maelekezo, kwa sababu wanajua, wanakuelewa, utafaulu vizuri. Na mimi niligundua nikiwa mwanafunzi na nilifaulu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 48, kuna kisa kizuri cha Yakobo na watoto wake kwa ujumla, lakini haswa the main character ambaye anacheza hapa ni Yusufu. Ukiondoa wale wengine, the main character anayecheza hapa ni Yusufu na baba yake. Na Yusufu alikuwa na watoto wawili, Efraim na Manase. Na inavyoonyesha Efraim ndio alikuwa mdogo, in fact Manase ndio alikuwa mkubwa. Na kwa sababu Mungu alimpa neema ya kuona uzao wa mtoto wake wa mwisho, alimpa neema Yakobo kuona uzao wa mtoto wake wangapi? Wa mwisho, ambao ni Efraim na nani? Na Manase. Na kwa hivyo akaamua kuwaadapti kuwa watoto wake, na akaamua kuwabariki. Na katika kuwabariki, traditions kwa Israeli, mtoto wa kwanza ndio anapaswa kuchukua baraka, sio wa mwisho. Anapaswa kuwa kiongozi, yaani mtoto wa mwisho wa kwanza anapaswa kuwa kiongozi. Akiwekewa mikono hivi ni ishara ya utawala, ishara ya uongozi, ishara ya mamlaka. Kwa hivyo Yakobo akaweka mikono kwa nani? Kwa Efraim badala ya Manase. Yusufu alipoona hivyo, akatoa ile mikono akaipeleka kwa nani? Kwa Manase. Mstari wa 19, Mungu Yakobo anamwambia Yusufu, najua ninachokifanya. Of course, ukiangalia kiundani, Yakobo ni kama amerithi kile alichofundishwa na baba yake, maana na yeye alichukua baraka za uzao wa kwanza. Unakumbuka Isaka alikuwa na watoto wangapi?
Watu wangapi? Wawili, Yakobo mwenyewe na nani? Na Esau. Na Yakobo akachukua baraka za mtoto wa kwanza Esau. Kwa hiyo unaona ni kama kuna kabiezi amekarithi hapa cha kupokonya baraka, lakini hata hivyo hakuwa na kosa kwake yeye kama mzazi, hakuwa na kosa. Sasa yeye ndio alikuwa na mamlaka ya kutoa baraka, lakini hiyo haikumaanisha kwamba yule mkubwa hatakuwa kiongozi. Baraka wote walibarikiwa. Yeye alikuwa anajua, anaelewa. Na utaona hata historia alimpenda sana Yusufu kuliko watoto wake wengine wote. Alimpenda sana Yusufu. Na alimkua kwa sababu ya Yusufu. Yusufu alipokuwa haonekani, amepotea, alimkua sana Yusufu. Nani? Yakobo. Kwa hiyo alimpenda sana Yusufu. Sasa somo langu kwa muhtasari wa leo, wachana na hizo stories za weakness ambazo nimeonyesha za pande zote. Lakini uzuri ni kwamba wanasema mzazi mcha Mungu ama kiongozi mcha Mungu ama mwalimu mcha Mungu huwa anajua mahitaji yanayoongoza. Bwana asifiwe sana. Yaani ukiwa mwalimu mcha Mungu, ukiwa mzazi mcha Mungu, ukiwa kiongozi mcha Mungu, unajua mahitaji ya wale unaowaongoza. Maana tunajifunza nini? Yakobo alikuwa anajua hitaji la wale watoto. Alikuwa anaelewa. Na unajua Mungu anajua mahitaji yetu zaidi. Anajua tunachokihitaji ni nini. Kwa sababu ametuumba sisi. Anaelewa tunahitaji nini. Anaelewa tunywe nini. Anaelewa tuvae nini. Anafahamu kila ambacho tunakihitaji katika maisha yetu. So Mungu anakufahamu wewe. Ndio maana anasema hata kabla hujaomba Mungu ashaona moyo wako unataka nini. Hapa asubuhi ya leo. Hata kabla hujaomba, haujazungumza chochote, God knows your needs because he created you. He knows you. He knows very well. Hata kabla hujaomba ashafahamu moyo wako. Ndio maana Mungu anasema mimi nahitaji moyo wako. I need your heart. I only need your heart. Unaweza ukazungumza, lakini Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Anataka moyo wako. Hata katika ibada, Mungu anataka moyo wako. Unaweza kuzungumza moyoni, lakini ukawa umaanishi. Mungu anataka moyo wako. Na ukisoma wa Efeso sura ya 3, mstari wa 20 na 21, Mungu anasema anajua yale ambayo tunayahitaji na atatupatia zaidi yale tunayoyaomba ama kuyafikiri kwa kadri ya Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo God knows your needs. Mungu anajua zaidi unachokihitaji. Mungu anafahamu mahitaji yako. Kuna wakati fulani mimi nina shuhuda nyingi sana juu ya Mungu. Nina shuhuda nyingi sana. Yaani nina shuhuda nyingi sana juu ya Mungu. Kuna wakati nikiwa mwanafunzi kama nyinyi. Yes. Na nitoe tu mfano huu. Nilikuwa na jaribu kutafuta ada kama ambavyo wengine hapa mnatafuta ada. Sawa sawa? Kuna watu hapa wana struggle kutafuta ada ya chuo. I experienced the same. Nilipokuwa nasoma shahada ya kwanza na ya pili, nili experience the same. Lakini you know what? Mimi nilikuwa nafikiria njia zingine za kibinadamu. Sawa sawa? Marafiki wanisaidie, ndugu wanisaidie. Nikiangalia mama yangu mzazi, hawezi kunisaidia hata yaani hawezi zaidi ya pesa labda ya chakula ya zawadi. Sio ada. Kwa chuo nilichosoma mimi. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa anajua mahitaji yangu, akanipa nafasi ya kufanya kazi
Wewe ulioko hapo usiache kufanya kazi, hata kama unauza ice cream wakati wa muda wako binafsi, hata kama unauza karanga, hata kama unafagia chini kule. Mungu anajua, anafahamu vizuri. Kwa hiyo akaniambia badala ya wewe kupita kwa watu kuombaomba ada, akanipa kazi ya kuuza vitabu. Ile kazi ya kuuza vitabu niliifanya kwa uaminifu. Nimetoa mfano maana nimekumbuka miezi kama hii nilikuwa nasafiri naenda kuuza vitabu. Ujizo wa vitabu. Miaka 7. Kila sama. Kwa nchi ya Norway. Nikauza, sasa Mungu akanipa zaidi. Nikawa nalipa ada. Nasaidia na ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Yaani nalipa ada, nasaidia na nani? Na ndugu zangu. Yaani kienda tu miezi 3. Nikiuza vitabu vya kutosha, nikawa napata hela ya kunilisha, ya kusaidia mama yangu, ya kusaidia na wadogo zangu shule. Nilipomaliza tu, unaona Mungu anajua mahitaji yako. Yaani anajua njia sahihi ambayo unaweza kuipitia ikusaidie wewe mwenyewe uweze kujitegemea. Nilipomaliza tu hivi nikajikuta mwenye akaunti yangu na hela ya kutosha. Nikamwambia na mdogo wangu aje asome. Akasoma tu hicho kimoja. Wewe ulikuwa kama unamfahamu. Sasa hivi ni mwafiki. God knows your needs. Mungu anajua mahitaji yako. Mungu anaelewa unachokihitaji. Anafahamu, hata wewe mwalimu anafahamu hitaji lako. Wewe unaweza ukarizika huko hapa, kumbe Mungu anajua kuna mahali fulani zaidi kuna kufaa. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna mahali fulani kuna kufaa. Wewe unaweza ukazani unarizika na hicho ulicho nacho. Kumbe Mungu anajua wewe mwanafunzi nini unahitaji. God knows. God knows. Mungu anafahamu. Mungu anafahamu. Anafahamu mahitaji yako. Anakuelewa vizuri. Na anaweza kuruhusu upitie changamoto. Anafahamu kwa nini unapitia hiyo changamoto. Alikuwa anafahamu kwa nini Yusufu alipitia aliyoyapitia. Alikuwa anafahamu. Alikuwa anaelewa. God knows kwa nini wewe unapitia changamoto za ada. Kwa nini unapitia changamoto za mahusiano. Kwa nini unapitia changamoto za kazi. Mungu anajua. Mungu anajua. Lakini atatengeneza mlango wa kutokea. Hiyo ameahidi. Na ahadi zake ni za kweli. Nimekuja asubuhi ya leo kuwabariki. Kuambia kwamba Mungu anajua mahitaji yenu. Mungu anawaelewa. Mungu anawafahamu. Na kwa sababu anakufahamu vizuri, usirizike na ulipo hapo sasa hivi. Usirizike na certificate unayoitafuta. Usirizike na diploma unayoitafuta. Bwana asifiwe. Usirizike. Pambana mpaka ufike viwango vikubwa vya elimu. Pambana mpaka ufike na degree. Pambana mpaka ufike na PhD. Yote yanawezekana kwa Bwana. Yote yanawezekana. Nini kitu ambacho kilifanya nisiendelee PhD? Walezi wangu na marafiki zangu, kwa sababu wananijua vizuri, waliniambia rudi tu nyumbani, kwa sababu tunakujua utasoma, uje upate uzoefu wa ministry wa utume. Yote na hakuna kingine. Rudi ufanye utume, upate uzoefu. Tuone wito wako wa kichungaji. My friends, God knows you. God knows your needs because He created you. He knows you very well. He will provide for you. You don't need to worry about it. God knows you. God knows your needs. God knows your wants. God knows everything about you. You don't need to worry about it. Anakufahamu vizuri. Anakuelewa vizuri. Anajua mahitaji yako. Anaelewa sasa hivi una struggle kwa sababu ya ada ya chuo. Anafahamu vizuri. Lakini nataka nikwambie, kwa sababu ameanzisha hiyo safari, ataikamilisha.
Na usitoke kwenye boti hiyo. Usitoke kwenye hicho ukasema nimekosa ada ya chuo. Ngoja niache. Sasa si nataka kwenda ile, si nataka kwenda hivi. Sina ada ya chuo. Kesho kuna mitihani. Ukasema ukate tamaa, usikate tamaa. Mimi kuna wakati ilikuwa tu imebaki tu siku moja. Na alikuwa na mimi hapa mpewe exam pass. Sisi tulikuwa tunapewa exam pass. Siku moja kila mtu anashangaa, jamaa atafanya mtihani, atafanya nini? Oh my goodness. Walikuwa wananikuta asubuhi niko kwenye mtihani nafanya. Na sijawahi kumisi mtihani hata mmoja katika maisha yangu ya wanafunzi. Sijawahi kumisi. Hautomisi mtihani wote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa punga mkono hivi. Mshike jirani yako, mwambie Mungu anajua unachokihitaji. Mshike jirani yako, mwambie Mungu anajua mahitaji yako. Mshike jirani yako, mwambie Mungu anajua mahitaji yako. God knows your needs. Na usirizike na ulicho nacho. Usirizike na ka diploma yako, ka certificate. Kwanza kanaitwa introduction 2. Hapana, usikae na ka introduction 2. Unakaje na ka introduction 2? Hapana. Ama si? Don't be satisfied. Mungu anasema nitakupa mambo makubwa kabisa. Sasa wewe unakaa na mambo madogo kwa nini? Think big. Glory to God. Think big. Mimi nataka watu wenye akili zenye akili. Usikae tu hapa. Usilizike. Nasema kwanza wewe upate watu ambao hawawezi kujitambulisha kwa ni wasomi, wewe unaweza usijitambulishe. Sio lazima nikana kutia moyo. Bwana asifiwe. Nia yangu ni kukutia moyo. God knows your needs. Hallelujah. Mungu anajua mahitaji yako. Nia yangu ni kukutia moyo. Sio kupatia tamaa, ni kukutia moyo. Mungu anajua mahitaji yako. Na pia tena Mungu anajua mahitaji yako. Msisumbuke mle nini, mvae nini. Tafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Na neno la Mungu linasema usisumbuke kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba na kusali na kushukuru haja zenu zilingane mbele za nani? Za Mungu. Sasa wewe unakaa hapo unajisumbua, sina ada. Sina nini, sina msichana. Mbona umekaa naye hapo? Na wewe kumwambia I love you, na umekaa naye yani darasani kila mahali. Amecheka. Mbaya usitende dhambi tu, lakini kumsalimia mtu msalimie. Wengine wamefika hapa hata mjesalimiana, hebu msalimie mwenzangu hapa. Msalimie tu. Yaani umefika hapo hujasalimia mtu wewe. Salimie. Bwana asifiwe. Wewe unakaa tu. Salimia watu vizuri. Mwambie vipi unaendeleaje? Kosa usitende dhambi, usivunje amri ya 7 basi. Hiyo tu. Na asikwambie mimi leo naumwa, njoo nitembelee, msiende. God knows you. Mungu anajua mahitaji yako. Sasa mshike mkono jirani yako. Tunaenda kuomba. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya maombi leo. Tunaenda kuomba. Mungu anajua mahitaji yako. Mungu anajua. Tuna dakika 5. Nakupa dakika 2 za kuomba. Omba chochote kile mwenzako anahitaji uombe naye. Omba na mwenzako, muulize unahitaji nikuombeni. Lakini pia tuwakumbuke marafiki ambao wameenda feed na rotation, wako wengi nimesikia. Asubuhi pia nimeona wengine wameenda. Na wengine wameenda juzi karibu 80 100. Kwa hiyo
Tunaomba sasa, msiniangalie mimi, naombeni sasa. Naomba na mwenzangu. Naomba na mwenzangu. Msiniangalie mimi, naomba na mwenzangu. Eka mbili za kuomba. Tuombe. Baba yangu na Mungu wetu, wewe unafahamu yaliyo mahitaji yetu, unatufahamu vizuri Bwana. Watoto wako wameomba, na leo ikiwa ni siku ya maombi maalum, naomba usikie na kujibu maombi yao sasa na mapenzi yako, katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Bwana wabariki.